kwa yakini ya kitume kazi yenu, kazi iliyoadhimu ya kufanya utafiti wa magonjwa ya mwanadamu. Utafiti wa magonjwa ya mwanadamu, yani utafutaji wa taarifa fiche timilifu za magonjwa ya mwanadamu. Kutokea Chuo Kikuu cha Dodoma mpaka ulipo mji wa Magufuli katika ukumbi wa Jiji Mtumba, ambapo ndipo linapofanyika kongamano la pili la sayansi ya afya Chuo Kikuu cha Dodoma USCHE 2025, ambalo limekutanisha wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi, lengo ikiwa ni kujadili kwa pamoja juu ya namna gani ya kuweza kuipeleka ajenda ya afya mbele. Lengo la kongamano hili ni kwamba tunataka kwamba uzoefu unaopatikana na utafiti na ubunifu na uvumbuzi wakati tunafanya shughuli mbalimbali kama watafiti, kama walimu, lakini kama madaktari, tuweze kushare na jamii ili ijue nini tunafanya. Na hasa tungizingatia kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma ni chuo kikuu cha umma na kilijengwa kwa malengo ya kwamba kile ambacho chuo hiki kinafanya ni lazima kiwe ni kwa ajili ya faida ya Watanzania. Kwa hiyo lengo letu ni hilo moja kubwa. Lakini pia nadhani Watanzania watakubaliana na mimi kwamba kumekuwa kuna kuwepo na lawama kwamba vyuo vikuu, taasisi za elimu ya juu na taasisi za utafiti wanafanya mambo lakini yanabaki kwenye kabati. Hatujawahi kufanya research specifically kusubstantiate that. Lakini kwa kuwa ndio hoja ya wadau wetu, tunadhani nafasi kama hii ni katika kujibu hiyo hoja, kwamba mambo ambayo tunadhani kwamba yako kwenye mashelf actually tunakuja kuyatoa na tunawakaribisha msikie. Lakini pia inasaidia kuwakutanisha wataalamu wa aina mbalimbali kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, ili changamoto ambazo upande mmoja au sehemu moja ya nchi inaweza kuona zipo, lakini kumbe wengine wameshazifanyia kazi, zinaweza uzoefu ule ukatumika kwa ajili ya kupunguza hizo changamoto. Nimejulishwa kuwa kongamano hili la pili la afya litajadili mada kuu ambayo ni evidence based practices and innovation in addressing health challenges, mbinu zinazotegemea ushahidi na ubunifu katika kushughulikia changamoto za kiafya. Kwa kweli vyuo vikuu nchini mnao wajibu mkubwa wa kuibua mbinu mpya katika kukabiliana na changamoto za afya, hususan kupitia tafiti na vumbuzi mbalimbali. Vumbuzi hizo katika afya ni pamoja na afya ya kidijitali, ambayo ni fani inayolenga kuboresha afya na huduma kwa wagonjwa kupitia matumizi sahihi ya teknolojia kama vile telemedicine, rekodi za afya na rekodi za afya za kielektroniki, usalama wa mitandao, uhariri wa geni, bioinformatics na akili unde. Akili unde hapa ni artificial intelligence. Naamini kupitia kongamano hili mtapata idea au mawazo mbalimbali ambayo mtaenda kuyafanyia utafiti. Hongereni sana kwa kuanzisha utamaduni huu wa kuwa na kongamano kila mwaka. Kama wizara tutaendelea kushirikiana na vyuo vyote ili kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti, lakini pia tunatengeneza wataalamu ambao watakuja kufanya kazi kwenye sekta ya afya. Huwezi kuwa na madaktari, wauguzi na watu wengine wote kama hufanyi kazi na vyuo. Kwa hiyo ni cha kwanza kwamba wizara tutashirikiana na vyuo. Lakini kitu cha pili ni kuhakikishia profesa ni kwamba tafiti hizi ambazo zinafanywa kwenye vyuo, sisi Wizara ya Afya tumekuwa tukizitumia na tuendelea kuzitumia kutengeneza sera, miongozo na standards mbalimbali ambazo tunazitumia. Ili tuweze kuwa na sekta ya afya nzuri, lazima tutengeneze miongozo ambayo iko based on evidence. Kwa hiyo ndio swala kubwa la tafiti. Lakini cha tatu na cha mwisho nitawatask NIMR. Kile ulichokisema cha namna gani tunakusanya zile takwimu zote, alafu tunaziangalia hivi tumefanya tafiti gani, zimetuletea matokeo gani. Hiyo ni kati ya kazi kubwa za NIMR. Kwa hiyo kama wamejisahau, nichukue nafasi kuhakikisha kwamba nitawakumbusha. Kongamano hili muhimu litaendelea mpaka Juni 13 mwaka huu 2025, ikiwa ni sehemu ya kujadili mambo mbalimbali ya msingi katika kuendelea kuboresha sekta ya afya nchini.
Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.